Mtazamaji na msikilizaji wa MTV, hujambo na karibu tena katika awamu yetu hii ya matangazo inayokujia moja kwa moja kutoka Afrika ya Kati, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hapa katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Atakaye kusomea matangazo haya ni mimi Jerome Hassan Kiahwere, na hapa kwanza muhtasari wake. Mkuu wa majeshi ya Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugamba amekiri kumkamata gavana wa mkoa wa Ituri na kuruhusu waasi wa M23 kudhibiti mji wa Kisangani. Na raia waalikwa kutumia maji safi kujiepusha na maradhi mbalimbali. Mtazamaji na msikilizaji wa MTV, ni yale machache kati ya yale mengi tulionaye katika meza yetu ya matangazo ya MTV, tukutangazia mbashara kutoka Afrika ya Kati, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hapa katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Na hatimaye sasa ndio habari zenyewe, na tuanze kuchambua habari kutoka hapa na pale nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika ya Kati na huko Afrika ya Mashariki. Tukianza habari hizi, tuanze na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati tumeambiwa kwamba mkuu wa majeshi ya Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugamba amekiri kumkamata gavana wa mkoa wa Ituri na kuruhusu waasi wa M23 kudhibiti mji wa Kisangani, mji wa tatu kwa ukubwa katika taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaopatikana kaskazini mwa nchi hiyo. Jenerali Johnny Luboya Kashama, gavana wa kijeshi, ndiyo lengo la vitisho vya umma na vya moja kwa moja vilivyotolewa katika siku mbili mfululizo na Jenerali Muhoozi Kainerugamba, mkuu wa majeshi ya ulinzi wa wananchi wa Uganda. Katika mfululizo wa ujumbe uliochapishwa kwenye kaunti yake ya Twitter, Jenerali Muhoozi Kainerugamba ameelezea gavana wa Ituri akimtuhumu kupinga shughuli za UPDF katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maneno haya yanakuja kama mvutano kati ya mamlaka ya Kongo na kikosi cha Uganda kilichopelekwa mkoani Ituri ndani ya mfumo wa Operation Shujaa, inayo malengo ya kutokomeza makundi yenye silaha kinyume cha sheria Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwemo waasi wa Kodeko. Katika ujumbe mwingine, Kainerugamba ameandika kwamba anaruhusu waasi wa M23 kudhibiti mji wa Kisangani mkoani Chopo. Raia wa mashariki mwa Kongo wanapokeaje ujumbe huo? Tumezungumza na baadhi ya raia katika mji wa Bunia, na hapa wametoa hisia zao. Batatufungia na guverner anafanya nini? Guverner boba anakuya, guverner anabapokea. Sasa batamutafutia nini? Na tunekala na bien, anatusaidia na tutengenezea vile Ituri. Batamtafutia nini? Batuatie na yeye, analisha bapokea mzuri, baikale tu batumike kazi. Aache kuongea vile, baikale tu batumike kazi. Jo alisha bapokea. Si sawa ba population na ba mama, si tunalomba itu tu amani, tukwe na salama, tutembeye, tutafute, batoto wetu bakule basome. Boba si sabo batanja ba fujo ile. Si vile tutakosa amani na batoto wetu abatasoma, hatutapata gizi ya kutembea. Jo tunaomba tu salama, hatutaki fujo. Mashirika za kiraia vile vile walipendelea kwanza kulaani kitendo hicho, wakiomba serikali ya DR Congo kuchukua ujumbe huo na thamani kubwa na kuchukua haraka hatua muhimu, kwani sio mara ya kwanza mkuu wa majeshi ya Uganda kufanya vitisho kwa serikali ya Kongo. Dieudonne Losa amesema ni msemo ambaye inaweza kuogopesha watu wote, kwa sababu hatuwezi kufahamu namna gani Uganda kukuja kufunga gavana wa Ituri. Hatutaweza kufahamu ile, na kama anasema anataka funga gavana wa Ituri, atakuja namna gani kumfunga? Yeye mwenyewe atakuja hapa kumfunga? Sisi hatuelewe kabisa. Tumejua ya kwamba jeshi ya Uganda na jeshi ya Kongo wanaungana pamoja kupigana kwa kumaliza fujo ambayo inakuwa kwa Ituri, lakini sijue ya kama inaweza kuwa kutoka Uganda wakuje kufunga gavana hapa. Haitawezekana, tuko kwa Ituri. Lakini ninasema ya kwamba jeshi la UPDF na Kongo wanatumika pamoja, na kufunga gavana kwa Ituri haiwezekane. Kwa gouvernement ya Uganda kukuyafunga gavana kwa Ituri haiwezekani.
harakati za raia zikisikitika kuona kuwa hali hiyo yajiri wakati raia wa mashariki mwa Kongo wakishakia uwepo wa majeshi wa Uganda ambao kwa sasa wanashirikiana na waasi wa M23. Lambert Bakondo ni mmoja wa vijana wa Lucha katika mji wa Kisangani. Kuanzia jenye alisema jana tie wakongomani ya Kisangani, tunadhani kama babo wanasahau wenyewe walifanya hapa mudemila enye walikuwa napambana na watu wa Rwanda. Anatoka kumaliza kulipa makuta zake yenyewe kuna international de justice alifanya, lakini leo tena anasema kama atarudilia hapa Kisangani. Na haiko mbali mudemila walikuwa hapa, walipambana, waliua watu, walibaka bamama, walinyang'anya mabitu vyetu. Leo tena anatoka kusema ile maneno. Tia tuko tayari kuwapokea humu Kisangani. Na ikuwa basi wanaingia Kisangani, nyinyi vijana wa Lucha na raia wote wa Kisangani mtafanya nini? Sisi tunadhania kama sisi wa raia ya Kisangani tusimame. Wakati ile tunasimama, tunakwambia kama hatupendi kupokea ma APDF kwetu Kisangani. Sasa si tunakaa pamoja, tunataka tusumulie kati yetu, tujue namna gani tutaweza kufanya kwa ile shida za IPDF. Muda punde kabla mimi kuingia studioni, tumezungumza naye Laurent Mugiraneza, mchambuzi wetu wa masuala ya kisiasa katika kanda la maziwa makuu. Ni kwa huzuni sana ambapo general huyu anaendelea kusema maneno mengi juu ya Kongo na mamoja anatimilika. Nawaza wakati fulani aliweza kusema eti ataweza kuwafukuza wale wa mercenaires, yani wale wazungu ambao walikuwa wakipigana kando ya jeshi letu, atawafukuza kwenye mwezi wa kwanza, na hiyo ilitimilika. Alafu shida yetu sisi wakongomani ni kwamba anapoweza kusema maneno kama hayo tunafikiria kama ni kama mwenda wazimu, lakini sisi tunawaza kama jambo ambalo melitamka itatamua general, yani yule gavana wa Ituri, ni jambo kubwa sana, na nawaza kama na mwingine ambaye amesema atamua ni jeshi, na ama ikamatiwe sasa mikakati kabisa mizito ili kuzuia njama hizo kutimilika, sababu wale ambao tunawakamata kama warafiki na wenye kuja kumsaada, ni aibu kuona watujibu na uweze kutamka maneno kama haya. Kwa kweli nchi yetu imezaraulika na imezofikishwa na wale watu ambao tumewalika kuja kwetu kwa msaada. Kumbuka kwamba vitisho hivyo vyazuka siku chache baada ya mkuu wa majeshi ya Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugamba kumaliza ziara yake ya siri katika Jamhuri ya Rwanda. Wakati huko amekutana na rais wa Rwanda Paul Kagame, kitu ambacho kimemwanga wino na mate katika baadhi ya wananchi wa Kongo, ikiwa upande mwingine raia wa mashariki mwa Kongo wakitoa tahadhari kuwa Uganda imecheza mchezo wa wembe katika taifa lao, na hadi sasa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haijatoa maoni yake kwa vitisho hivyo. Sisi ni jemadari yetu, nasi tutamchunga kama vile Uganda wamechunga wao, vile tutachunga yetu, lakini tutafanya nguvu watoke kwa mwingine yetu, kwa udongo yetu watoke, kwa sababu hatutaweza kuishi na watu ambao mawasiliano mazuri haiko na wao. Tukienda kufikiria, tunakumbuka kama vita ya siku 6 ambao walifanya huko Kisangani. Amesema ya kwamba ataenda huko akiambatana wao na M23. M23 wataenda huko, waende wapigana na AFC, waende huko, waende wakamate Kisangani. Na amesema kama M23 wakamate huko haraka, yeye ataingia huko. Anasababu kama kuna vita ya siku 6 ambayo yeye aliua wakongomani huko Kisangani. Anasababu kwamba hapa kuituri alifanya mambo mingi sana ambayo sisi hatujasahabu. Mambo ya kuwapatia kusema kwamba tunaweza kuaminia haiko. Hatuwezi kuaminia Uganda kwa sababu Uganda sio mwaminifu vizuri. Kama Kinshasa angali kudanganyika ya kufikiria kwamba Uganda itatusaidia hapa, ni uongo mtupu, kwani sisi tunaona Uganda, tunaiona kama vile ni M23, tunaona kama ni AFC ya Corneille Nangaa, na hiyo ndio kazi ambao wanafanya. Kwa hivi sisi tumeona hatutaki wao hapa, na wakizidi kusema wao wanaendelea kufanya kila kitu kwa kinguvu ngisi walienda kufanya. Sio kusema watapigana tu na wale ambao wa group army ambao watasimama, hapana. Sisi vijana vile tutasimama, kwani mambo ile hatutaweza kukubali aweze kushusha heshima ya generali yetu, ya jamadari yetu, gavana yetu ambaye yeye tunajua ni mkongomani na haja aheshimiwe na watu yote. Lubero. Wakaaji wa Njapanda Mangurijipa katika mtaa wa afya wa Ibiena wilayani Lubero wakabiliana na uhaba wa maji safi kwenye mtaa huo. Hali hiyo yatokana na upungufu wa visima vya maji, amesema Kambale Musongia Jacques, muhimizaji wa afya kwenye mtaa wa afya wa Ibiena katika mkoa wa Kivu Kaskazini.
Katika mtaa wetu wa afya wa Biena tunateseka, wakaaji wameteseka sana, na leo naweza kukuambia kwamba tuko na asilimia 38 ya percent ya asilimia 38, yani wa Franza wanasema 38% ya maji mazuri katika mtaa wa afya wa Biena. Na ukiona ya kwamba mtoto akikuwa na 38% hawezi kuhama, tunateseka. Musongia Jacques aliomba pia raia kuendelea kushika kanuni za usafi kwenye visima vya maji ambavyo vinapatikana katika maeneo ya mabonde, ikiwa huko kuna pia tatizo ya makundi yenye silaha kinyume cha sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwemo waasi wa ADF. Tunateseka, ndio maana tunaomba wafadhili wakionekana waje kutujengea maji ili wakaaji wetu wasipatwe na magonjwa ya kutokana na maji machafu. Hata vile tungali tunangoja wafadhili, lakini na wafadhili wa kwanza tunasema ya kwamba ni wale wakaaji. Wakati huo kiongozi wa shirika la wanawake, jinsia, familia pia na watoto katika sekta la Bapere ametoa wito kwa wanawake wote wa DRC kuleta mchango wao kwa wanawake wanaopatikana katika sekta la Bapere, huku baadhi yao wakipitia magumu ya afya, magumu ya vyakula na visivyokuwa vyakula. Bibi Aminata Tida Warangasi amesema hayo Jumatatu Machi 24 mwaka 2025 katika maadhimisho ya siku kuu ya mwanamke duniani. Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira nchini Tanzania limesema linaendelea na utafiti kuhusu uwezo wa kuoza kwa mfuko badala ili kujua uwezekano wa mifuko hiyo kuwa ni uwezo wa kuoza. Telefon Odas na taarifa zaidi kutoka Tanzania. Mkurugenzi mkuu wa NEMC Immaculate Swara amesema hayo hii leo jijini Dodoma wakati akieleza mafanikio yaliyopatikana katika kipindi cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Aidha, mkurugenzi huyo pia amesema kaguzi zilizofanyika katika maeneo 178 ya uzalishaji na usambazaji wa mifuko ya plastiki ambapo maeneo 57 yalikutwa na makosa na kuchukuliwa hatua za kisheria. Aidha, baraza linaendelea na utafiti kuhusu uwezo wa kuoza kwa mifuko mbadala ya non-woven. Utafiti huu unafanyika kuainisha ubora wa viwango vinavyotakiwa kuzingatiwa katika utengenezaji wa mifuko mbadala isiyo ya plastiki ili kujua uwezekano wa mifuko hiyo kuwa na uwezo wa kuoza. Pamoja na utekelezaji wa majukumu hayo, zipo changamoto kama vile upungufu wa wataalamu mwelekezi walio na sifa pamoja na kupambana na uchafuzi wa mazingira kutokana na matumizi holela ya mifuko ya plastiki na bidhaa nyingine hatarishi, hali inayopelekea uchafuzi mkubwa wa mazingira. Hivyo ni imani yetu kuwa NEMC ikiwa na mamlaka kamili itaweza kusimamia vyema utunzaji wa mazingira bila kuingiliwa na mamlaka nyingine, hasa katika kudhibiti matumizi ya mifuko ya plastiki, utirishaji ovyo wa kemikali migodini na viwandani, uharibifu wa milima pamoja na uchafuzi wa vyanzo vya maji ikiwemo maziwa makubwa kama vile Lake Victoria na Tanganyika, masuala mazima ya viwango vya mitetemo na hewa. Aidha, amesema serikali imekuja na mkakati wa kuvuna magugu maji katika ziwa Victoria ili kuhakikisha linakuwa salama, safi na kupunguza madhara kwa watumiaji. Sasa hivi swala hili linaratibiwa na ngazi ya wizara na wakuu wa mikoa, marasi katika mikoa inayozunguka ziwa Victoria. Kwa hiyo hali ina changamoto, especially katika vivuko imeathiriwa sana kwa sababu yale magugu yanaenda kuziba, so wanasema ni engine ya ile vivuko. Lakini pia inaleta athari katika uwekezaji tulionao katika ziwa lile. Sasa hivi kuna uwekezaji mkubwa sana katika kulima katika maji, kulima wa samaki. Kwa miundombinu imeathiriwa, hali ya ziwa limechafuliwa na moja ya indicator ya uchafuzi ni ilimetokea gugu maji. Kwa mamlaka husika zimeshaanza kikao, tulikuwa tuna kikao wiki mbili zilizopita tukiongozwa na katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais na tulikuwa sekta 12. Tunakuja na mkakati ya kuendelea kuangalia kwamba hali ya ziwa iko safi na salama, na quick remedy ambayo tunaifanya ni kulivuna hilo gugu maji kushirikiana na wavuvi katika eneo hilo. Katika kipindi cha miaka 4 NEMC imefanya kaguzi 9666 na malalamiko 1483 yalishughulikiwa katika maeneo ya Kerere na Mitetemo. Aidha, NEMC katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi CCM kwa miaka 4 2020 hadi 2021 2024
2024-2025 imeendelea kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi na kufikia zaidi ya 68% ya malengo yaliyowekwa, lengo kuu ikiwa ni kuhakikisha mazingira ya nchi yanaendelea kulindwa na kusimamiwa ipasavyo kwa kuzingatia miongozo ya kitaifa na kimataifa. Naam, ilikuwa ni ripoti yake Trifon Odasi, mwanahabari wetu kutoka huko Tanzania. Mtazamaji na msikilizaji wa MTV, ni kwa habari hiyo ndipo mimi naweka mkaba kwa matangazo yetu ya jioni hii ya leo. Kumbuka matangazo haya yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii na tunasikika kote duniani na eneo zima ya maziwa makuu kupitia redio wa shirika. Nikukumbushe tu unaweza ukasikiliza matangazo haya ukitembelea tovuti yetu ukiandika www.malivikatvnews.com. Kwa niaba ya wote walioandaa matangazo haya, mimi uniite Jeremy Hassan Kiawere, hadi wakati mwingine, kwaherini.